Wanasema kabla hujafa hujaumbika, na kila mmoja ataonja umauti, lakini kuna namna ambavyo kila mtu safari yake imepangwa. Siku ya Jumanne ilikuwa sio siku nzuri kabisa kwa kijana Alex Mtabutu anayekadiriwa kuwa na miaka 20, ambapo anadaiwa kazi yake ilikuwa ni kuuza chipsi na baadaye akajiunga na bodaboda. Akiwa na bodaboda yake kwenye daraja la Kijazi akapanda akitumia barabara ya mwendo kasi na kwenda kupaki katikati ya daraja hilo juu kabisa. Akaipaki bodaboda yake na kusimama kwenye matofali ambayo yanatenganisha barabara ya mwendo kasi na barabara ya watu ambao wanaitumia watu wengi. Na baada ya kusimama hapo likapita lori kubwa Samtela. Yeye akaliacha kichwa kimepita, akaluka kwenye tela na kuingia chini ya matairi ya nyuma na kukanyagwa kichwani, na umauti ukamfika hapo hapo. Hivi ninavyokuambia familia inalia, hivi ninavyokuambia machozi yanamiminika, hivi ninavyokuambia familia wanahitaji msaada wa hali na mali. Hali yao ni ngumu ili kuweza kumstiri ndugu yao. Ungana na mimi kwenye tukio hili gumu linalobubujisha machozi. Mimi naitwa Gabi Mtanzania na nyuma ya kamera anaitwa Rafaeli. Kwanza pole kwa msiba, na ningependa kufahamu jina lako, unaitwa nani? Kuna mtu anayekuona kwa mara ya kwanza leo anatamani kukufahamu. Asante mwandishi. Kwa jina naitwa Godfrey Laulian Mwita. Mimi ni mwenyeji wa Kivule kwa hapa Dar es Salaam, lakini mzaliwa wa Serengeti mkoani Mara. Mimi ni Mungulimi, lakini kwa sasa hivi maisha yangu nafanyia Kivule. Naitwa Alex Mtabutu Bumbuni. Ni shemeji yangu wa tumbo moja na mke wangu. Ni mtoto wa mama mkwe wangu, ni mtoto wa 5 kwa kuzaliwa katika watoto 6 wa mama Pili Mtabutu Bumbuni. Jana tulizungumza jinsi ambavyo nilipata taarifa ya kifo chake, na tunafahamu kwamba kifo chake kilisababishwa au kilitokea kwenye flyover ya Kijazi pale Ubungo. Inadaiwa kwamba yeye alijirusha kwenye gari kubwa kwa maana ya lori na umauti ukafikia hapo. Nini sasa kinaendelea baada ya mazungumzo ya jana kuwaomba Watanzania waweze kuchangia, kwa sababu mlisema kwamba uwezo hamna na ilikuwa bado kuna gharama zinahitajika za kihospitali ili kuweza kuhifadhi vizuri mwili wake, lakini pia kuweka dawa na kupata taratibu nyingine za mazishi. Ndugu mwandishi, kwanza ningependa kuwashukuru Watanzania. Jana baada ya taarifa hii kuruka hewani, kuna baadhi ya watu wengine wakitutia moyo, wengine wakitoa kidogo walichojaliwa. Tunashukuru kwa jana mpaka leo tumeweza kupata 300,000. Tumeenda tumeweka mwili katika hali nzuri, ndo tunapotoka kwa muda huu tukiwa tunarudi tena nyumbani kwenda kuendelea na msiba, tukiwa pia tunaendelea kuwaomba Watanzania wenzangu ambao bado hawajaguswa waendelee kuguswa katika tatizo hili ambalo ni tatizo la kila Mtanzania. Kila Mtanzania lazima atafika katika hatua hii ambayo mdogo wetu aliweza kufika na kutuacha ndugu zake ambao hakujua kwamba anatuacha katika hali ipi. Na baada ya kwenda hospitali na kulipa gharama zote, sasa utaratibu ukoje? Utaratibu kwa sasa hivi tunasubiri pia ambazo tumeulizia kwa sasa hivi. Leo ni siku ya 4 ambayo marehemu yuko ndani ya friji, yuko mochwali. Leo ni siku ya 4 ambayo kesho Mungu akisaidia, kama hizo hela zitapatikana katika ambazo tunazoomba kwa sasa hivi kwa Tanzania, kama zitapatikana, ambazo sasa hivi kimebaki ni kulipia mochwali, gharama za kumuhifadhi na za usafiri na jeneza, na pia bado gharama za uchimbaji na kulipia kiwanja, yani kisehemu kwa ajili ya kuchimba kaburi. Na gharama hizo zinaweza kufikia kama kiasi gani? Kwa haraka kwa sababu mimi nilitafuta wazee pale mtaani, tulienda kwenye upande wa kaburi, tuliambiwa kaburi peke yake kiwanja ni 100,000 na wachimbaji ni shilingi 50,000. Jeneza baada hatujafika, lakini sisi kama tumechukulia kwamba kwa sababu tunakumstiri tu, tukipata hata jeneza hata 130,000 la kumstiri tu kumfunga sio mbaya. Ndugu mwandishi.
Na vipi kuhusiana na mama, akashawasili jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kushiriki mazishi ya marehemu mtoto wake Alex? Mama tumewasiliana naye majira ya saa 5, alituambia amefika Morogoro. Kwa hiyo mpaka mida hii nina imani, kwa sababu kidogo tulikuwa ndo tumetoka hospitali hatujawasiliana naye. Nina imani amesogea, yupo anakaribia. Na kuna chochote ambacho mmesikia labda ndio kilikuwa chanzo cha marehemu kujirusha kwenye gari na kukatisha maisha yake? Chochote ambacho mmekisikia nyinyi kama ndugu? Ndugu mwandishi, kiukweli hamna tulichosikia wala tunachoelewa, kwa sababu huyu ndugu yetu ametuacha bila taarifa yoyote, bila cha message wala bila barua wala bila chochote. Kwa hiyo tuko kwenye mabano, ametuacha katika majonzi mazito ambayo hatujui lengo, hatujui nia, hatujui sababu. Na kwa jinsi ambavyo mmekutana na marafiki zake ambao ndio walikuwa wa kwanza kuweza kupata taarifa ya kifo chake baada ya kuona plate number za pikipiki na kuanza kupeleka taarifa kwa watu mbalimbali na kuwafikia nyinyi, hawajasema chochote kuhusiana na kifo chake? Hawajasema kwamba mara ya mwisho alikuwa ana changamoto yoyote? Yaani ndugu mwandishi, kila mtu ukimweleza hili tatizo, wala hata kwa wale marafiki zake, anakuambia mida ya, yani kila mtu anahadisi mida ya asubuhi walikuwa wanacheka naye vizuri, mida ya asubuhi walikuwa naye kunywa chai, mida ya asubuhi, yani alikuwa hayupo kwenye hali yoyote ambayo unaweza ukafikiri labda ana shida ya kimawazo wala shida yoyote, alikuwa hana. Kwa sababu alikuwa ofisini kwake, katoka kaenda nyumbani, alikuwa ni movement kama kawaida. Hatujui katikati hapo kilichomsibu, hatuelewi mpaka ni kitu gani ni kilichomsumbua kwenye akili, hatujui kabisa ndugu mwandishi. Na msiba uko wapi na mnatarajia kumpumzisha kwenye makaburi ya wapi? Ndugu mwandishi, kwa yule yoyote Mtanzania atakayependa kushiriki mazishi haya, sisi kwangu napoishi ni Kivule, njia panda ya shule. Kwa mtu yeyote anayetaka kuja kwenye msiba huu, location anaweza akaandika kanisa la Roma, kanisa Katoliki la Kivule. Niko nyuma, msiba huko nyuma ya hilo kanisa la Katoliki la Kivule, alimaarufu kwa Mama Boke. Na kwa wale ambao wameguswa kwa namna moja au nyingine na wanataka kuchangia rambirambi zao, wanazituma kwenye namba gani? Ndugu mwandishi, namba inayotumika iko hapo kwenye hapo, tangia jana tumeitaja, lakini pia ningependa labda nirudie kwa mtu ambaye hakuweza kuipata kwa jana, kwa naomba nirudie tena kuitaja. Ni 0799250108. Jina ni Boniface Mtabutu Bumbuni. Huyu ni kaka wa marehemu Alexi Mtabutu Bumbuni. Hii namba ni mtandao wa Voda. Turudie tena namba taratibu kuitaja, ili yoyote anataka kutuma rambirambi yake basi atume kwenye namba hii. Namba inaanzia? Namba ni 07 99 25 01 08. Ndiyo. Na jina linatoka? Jina linatoka Boniface Mtabutu Bumbuni. Namba mtandao ni Vodacom. Mungu awatie nguvu kipindi hiki kigumu ambacho tunapitia. Mtazamaji wa Global TV, kama utakuwa unafahamu, siku mbili hizi tulisema tuliripoti tukio ambalo likimuonyesha kijana ambaye kwa namna moja au nyingine alikuwa ameendesha bodaboda yake na kupita kwenye mwendo kasi, akapanda mpaka juu ya daraja la Kijazi lililopo Ubungo pale, akapaki pikipiki yake vizuri kwenye barabara hiyo ya mwendo kasi na akapanda kwenye ile wanasema tofali zinazotenganisha barabara ya mwendo kasi na barabara ya kawaida ambayo tunapita watu wote na vyombo vyetu. Akapanda pale juu, na ilipokuwa ikipita gari kubwa akaliacha lipite kichwa, kwa maana baada ya kupita kichwa yeye tela wakati linafuata akajirusha na kuingia kwenye matairi ya nyuma ya tela na kukanyagwa kichwani na kupoteza maisha papo hapo.
Hawa ni ndugu zake, wanaomba msaada wa hali na mali ili kuweza kumpumzisha mpendwa wao kwenye nyumba ya milele. Chanzo cha tukio hilo bado hakijafahamika, lakini jeshi la polisi kwa jinsi ambavyo vyombo vipo vinafanya kazi masaa 24 kwa weledi mkubwa, watafanya upelelezi wa tukio hilo na kujua nini chanzo cha kijana huyo kwenda kujitupa kwenye hilo gari na kusababisha kifo chake. Mimi ni Gabi Mtanzania na nyuma ya kamera anaitwa Rafaeli. Asante. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.